Moja kati ya sababu ambayo itamfanya mwanaume aache kukupenda wewe ni wewe kutokuwa mtu wa kukubali makosa. Ni wewe kutokuwa mtu wa kukubali kujirekebisha kwenye makosa yako. Ukikuta mwanaume wako ni mtu ambaye huwa anakaa chini, anakwambia mke wangu unanikosea kwenye 1, 2, 3. Jifunze sana kuwa mtu wa kukubali yale makosa yako na kukaa chini kisha ujirekebishe. Kwa sababu mumeo anakupenda, ndio maana anakwambia pale ulipokosea. Lakini baadhi ya wanawake huwa hatujui namna ya kuwaomba msamaha waume zetu, huwa ni watu ambao hatukubali makosa yetu, wala huwa hatutaki kukosolewa kwa namna yoyote ile. Unaweza kukuta mwanaume wako anakaa chini anakwambia, mke wangu kwenye hiki 1, 2, 3 umekosea. Wewe unaanza kuwa mtu wa kuzunguka, hapana, hii ilikuwa hivi, ikaenda hivi. Unataka ujielezee mpaka kwenye kitu ambacho inatakiwa tu ukubali kwamba hapa nimekosea. Kisha umwambie tu mume wangu samahani, nitajirekebisha. Wewe unaanza kutafuta maelezo marefu na mwisho wa siku humuombi msamaha mumeo kwa sababu unahisi sababu ambayo umeielezea mumeo ameielewa. Lakini kwa bahati mbaya hakuna kitu kinamkwaza mwanaume ndani ya moyo wake kama hicho. Pale inapotokea ameona kabisa hapa na hapa umekosea, yani vitu vimenyoka kabisa, alafu wewe unaanza kupindisha, kutaka tu kukwepa kuomba msamaha na kukataa kosa lako, inampa picha mwanaume ya kujua kwamba huyu mwanamke sio mtu wa kurekebika. Na kuna baadhi ni watu ambao hamtaki kabisa kukubali makosa yenu na hamtaki kukosolewa. Ikitokea mwanaume amekaa chini amekwambia mke wangu hiki 1, 2, 3 umekosea, unakuta wewe mwanamke unaanza kulia machozi. Mwanaume akiona kabisa unalia, halafu unalia kwa kuona unaonewa kwenye kosa ambalo anajua kabisa hili ni kosa, ilitakiwa ukubali, mwanaume anaona kabisa huyu mwanamke sio wa kubadilika. Wewe kumlilia kila unapofanya kosa, anapokusema unalia, unamkwaza mwanaume kwa sababu machozi yako yanaonyesha kama unaonewa. Na kuna wakati mwingine kuna wewe ambaye mwanaume wako akikaa chini akikwambia mke wangu hiki na hiki umekosea, kesho unaamka umekasirika. Humsemeshi mume wako wiki nzima, yani unaonyesha kabisa hutaki kukosolewa kwa namna yoyote. Mwanaume wako atakuchoka haraka sana na upendo wake utaisha kwako, kwa sababu upendo wa mwanaume huwa unazungumza. Inapotokea changamoto atakwambia, hawezi kunyamaza kwa sababu anajua hiki ni kitu ambacho mimi sipendi kukiona tena mke wangu akikifanya, kinaniumiza, kinanikwaza. Mwanaume anayekupenda kitu kinachomkwaza atakwambia kwa sababu hapendi kuona ukirudia kufanya kitu kile kile. Lakini kwa bahati mbaya wanawake wengi ni watu ambao huwa hatutaki kujirekebisha. Na kama wewe ni mtu ambaye huwa hutaki kujirekebisha, upendo wa mwanaume wako kwako utaisha muda wowote ule. Kwa sababu hawezi kuendelea kuvumilia kuishi na mtu ambaye sio muelewa. Kwa sababu ukiwa unakataa makosa, sidhani kama kuna wakati utakuja wewe ukakubali kosa na kujirekebisha. Mwanaume wako atajua tu kwamba huyu hawezi kurekebika. Na hiki ndicho kinachotuponza wanawake wengi, na wanawake wengi huwa tunakuja kuligundua hili tukiwa tumechelewa. Yaani ukiona ndoa yako inaenda kufika mwisho ndio unaanza kukubali makosa, umechelewa. Kipindi sasa hivi mwanaume anafunguka kwako kwa upendo kabisa, anakwambia mke wangu hapa umekosea. Wakati mwingine jifunze kuwa mtu wa kukubali kosa. Usitafute sababu. Mume wako akikwambia mke wangu kwenye hili umenikosea, mwambie mume wangu ni kweli nilichofanya ni makosa, nimejitambua kabisa, naomba unisamehe, nitajirekebisha. At least ukiwa ni mwanamke ambaye unakubali kosa, hata kama utakosea tena, mwanaume wako itakuwa ni rahisi sana kukusamehe kwa sababu wewe ni mtu ambaye unakubali kosa. Na ninajua ukikubali kosa na ukakaa chini ukajitafakari, manake utajua kweli hapa 1, 2, 3 nimekosea. Kwa hiyo najua wakati mwingine mtakuwa mnajadili kosa lingine, sio hilo tena. Sijui kama unanielewa. Lakini wewe ukiwa ni mtu ambaye kila mumeo anapokuambia hapa umekosea, unataka utafute sababu ya kufunikia kosa lako, ionekane hilo sio kosa. Kwa sababu ya hiki na hiki ndio maana imekuwa hivi, kwa sababu ya kile na kile ndio maana imekuwa hivi, lakini sio kwamba useme hapa nimekosea. Maana yake wewe huwezi kurekebika kwa namna yoyote. Kama wewe ni mtu ambaye kila mumeo anapokukosoa kwamba hapa umekosea, wewe unakaa chini unalia, unaona kabisa rohoni mwako unaonewa, huwezi kujirekebisha kwa sababu huamini hasa kwamba nina changamoto kwenye upande huu. Wewe unaona uko perfect, na mume wako ndio anayekukosea kukwambia hivyo anavyokwambia, huwezi kurekebika. Na ikiwa wewe ni mtu ambaye hupendi kabisa kuambiwa ukweli kwa namna yoyote,
Yaani mumeo akisha kwambia mke wangu hapa na hapa umekosea, wewe unaamua kukasirika, unanuna, unaacha kumsemesha mumeo. Yaani wewe itakuwa ngumu sana kwako kurekebika, kwa sababu wewe unapenda mumeo akwambie mambo mazuri tu. Hutaki mtu akukosoe akwambie hapa ulipo umekosea. Wanawake wengi huwa wanakuja kulitambua hili vizuri baada ya kuwa wameshaharibu ndoa yake imefika mwisho. Yaani wanawake wakishaharibu ndoa zao zimefika mwisho, haziwezi kurekebishika, ndio wanaanza kukubali, ni kweli mimi nilikuwa nakosea kwenye 1 2 3. Ni kweli mimi mume wangu alikuwa akisema hiki na hiki sijirekebishi. Naomba nisaidie, nitarekebika sasa hivi. Lakini ubaya ni kwamba ikifika wakati mwanaume akachoka na wewe, huwa huna namna ya kumrudisha tena nyuma. Wanawake wengi huwa mnafikiri kwamba kumkosea mwanaume ni wewe kumkosea mambo makubwa makubwa. Hapana, kumkosea mwanaume ni pamoja na wewe kukataa kujirekebisha, kukataa makosa yako, kuona kama mumeo anachokwambia anakuonea. Hicho kitu kinamkwaza sana mwanaume. Kila mwanaume anatamani kuwa na mwanamke muelewa, kwamba akikaa kimuelekeza isionekane maneno yake yameenda bure. Wewe fikiria, mume anakaa kabisa, anatenga muda wake, anakwambia mke wangu hapa 1 2 3 umenikosea, sijapenda, jirekebishe. Badala ya wewe tu kuchukua lile kosa useme mume wangu kweli hapa nimekosea, nitajirekebisha, unaanza hapana, haikuwa hivyo, unajua hii ilitokea kwa sababu. Yani mwanaume anakusikiliza anashindwa. Huyu mwanamke sasa nitafanya nini? Yeye kama mwanaume unamkatisha tamata ya kuzungumza, anaona kumbe haina haja ya mimi kukaa chini nikaongea, kwa sababu mtu mwenyewe ninayeongea naye hawezi kukubali hili kosa kwa namna yoyote ile. Anatafuta sababu. Na inatokea mwanaume wako anakuambia, mke wangu mbona hivi na hivi, mimi na wewe tunapishana, kwa nini hatuendi sawa kwenye hiki na hiki? Ameongea wewe ni mtu wa kulia tu. Au ameongea amekwambia, pengine alikuwa anaongea na wewe usiku, umelala, anaona umeamka asubuhi umeshabadilika, sio wewe tena, una hasira, umekasirika, unanuna, unaacha na kumsemesha. Amezoea asubuhi ukiamka mnapiga story, siku hiyo anaona unaamka umenuna, unaanza kufanya kazi zako umenuna, humsemeshi wala hufanyi chochote. Unamkatisha tamaa mwanaume. Anaona kumbe mimi kumwambia yeye ukweli ni kumkosea, kwa hiyo kumbe ilitakiwa ni nyamaze kimya. Mwisho wa siku mwanaume anajifikiria, je, ninaweza kuendelea kuishi na mwanamke ambaye siwezi kumwambia ukweli? Ninaweza kuendelea kuishi na mwanamke ambaye hawezi kukubali makosa? Ninaweza kuendelea kuishi na mwanamke ambaye kila ninapomuelekeza kwamba hapa umekosea, yeye anaona anaonewa? Kwa sababu mwisho wa siku itabidi aishi na wewe kwa kukuvumilia. Je, mwanaume anayekupenda anaweza kuishi na wewe kwa kukuvumilia? Jibu ni hapana. Mwanaume anayekupenda anatamani ya kutengeneze wewe kuishi kwenye misingi yake. Umekataa kufuata misingi yake, umekataa kumsikiliza, umekataa kumuelewa. Sasa ataishi vipi na wewe ikiwa wewe ni mwanamke wa namna hiyo? Uvumilivu huwa una mwisho. Usitake muishi na mtu kwa kuvumiliana, kwa sababu uvumilivu huwa unakuwa na mwisho. Kuna wakati mtu anatamani kuishi na mtu ambaye wanaelewana, anaona kabisa siwezi kuendelea kuishi na mtu kwa kumnyenyekea. Kwa sababu kama hutaki kuambiwa ukweli, maana yake yeye inabidi awe anakosewa na anakaa kimya, aridhike pale anapokosewa na wewe. Hutaki kuambiwa chochote. Hilo analitambua wazi. Hilo ni jambo ambalo litamfanya mwanaume aondoe upendo wake juu yako. Kwa sababu hutaki kuchukua changamoto zako, hutaki kujitazama, hutaki na wewe kujiona. Sasa utajirekebisha vipi? Mwanaume anaishi na wewe ndani ya miaka 3, hujawahi kubadilika hata mara moja. Mwanaume anaishi na wewe miaka 4, hujawahi kubadilika hata mara moja. Na kuna mwingine sasa hivi ana miaka 7 na wewe, hujawahi kubadilika hata mara moja. Hujifunzi, wala huoni hapa nimekosea, wala huoni haja ya kuomba msamaha. Wewe ni mtu ambaye unapenda kupishana naye, unapenda kutengeneza mstari wa ugomvi kati yenu kila wakati. Hilo mwanaume analisoma kwamba huyu mwanamke anapenda ugomvi. Maana yake wewe unapokataa kukubali changamoto zako, maana yake unataka muendelee kugombana kwenye jambo lile lile. Wewe unapoona mumeo hastahili kukuambia kitu, maana yake unataka mumeo aishi na wewe hivyo hivyo ulivyo, akuzoee. Sasa mwanaume mwingine hawezi.
Matokeo yake hayo mambo ambayo unakuwa ukiyafanya kila siku yanakupunguza wewe moyoni mwake, na mwisho wa siku anaona haina haja ya mimi kuendelea kuishi na huyu mtu. Unajua, mwanaume huwa hamwachi mwanamke mzuri. Mwanaume huwa hamwachi mwanamke ambaye hana changamoto. Hivyo vitu ambavyo leo hii wewe unakaa unavihesabia kama vitu vidogo, ndio hivyo vinavyopunguza umuhimu wako kwenye moyo wa mwanaume. Umuhimu wako unapungua kila siku. Kama hawezi kuwa na mtu ambaye anaweza kumrekebisha na akarekebishika, mwanaume anaona ni bora nikae mwenyewe, kwa sababu sitokwazika. Sitokwazika kwa sababu kitu chochote kitakachokuwa ndani ya nyumba yangu kitakuwa kinanihusu mimi. Sitokuwa na mtu wa kumwambia. Unajua, ni sawa na wewe mwanamke ukiwa na binti wa kazi. Ukiwa na binti wa kazi, maana yake unatarajia na yeye awe anafanya vitu fulani fulani. Kwa hiyo asipofanya, unaye mtu wa kumwambia kwamba bwana, kwenye hiki 1 2 3 jirekebishe, kwa sababu hauko peke yako, mnaishi na huyo binti wa kazi na nyinyi mnasaidiana majukumu. Ni vile vile kwa mwanaume, anapokuwa na wewe mwanamke, anajua tuko wawili. Kwa hiyo anaelewa kwamba kama kuna kasoro, kama kuna changamoto, inabidi nimwambie mwenzangu ajirekebishe. Mfano, wewe uko na binti wa kazi, kila ukimwambia hiki na hiki, binti unakosea, jirekebishe, binti anakataa. Si kuna wakati utafika utaona hapana, bora nikae bila binti wa kazi, nifanye kazi zangu mwenyewe, hakuna anachonisaidia, haina haja ya kuwa na huyu binti. Si utaona tu ni hivyo hivyo? Ndio vivyo hivyo kwa mwanaume, ikifika wakati ataona haina haja ya mimi kuendelea kuwa na huyu mwanamke, kwa sababu kuwa na huyu mwanamke ni sawa tu na nisipokuwa na mwanamke. Jifunze sana mwanamke kuwa mtu wa kujirekebisha. Jifunze sana kuishi ukiwa na ukaribu na mumeo, kwa sababu hakuna mwanaume anayemkaga tu akalala akaamka kisha amwambie mke wake nimekuacha. Hapana, mwanaume huwa anachukua muda mrefu. Kidogo kidogo unazidi kupungua kwenye moyo wake. Unajua, wanaume ni tofauti sana na sisi wanawake. Wewe mwanamke unavyoondoka kwenye maisha ya mwanaume, unaweza ukaondoka na maneno mengi sana, unaweza ukadai talaka, unaweza ukafanya vurugu zote unazozitaka, lakini mwanaume anapoondoka kwenye maisha yako huwa anaondoka kimya kimya. Na wakati mwingine uko naye kwenye maisha ya ndoa, bado mnalala kitanda kimoja na kuamka pamoja, lakini mwenzako kihisia hayuko na wewe. Hapo alipo anarudi tu kulala mwili, lakini hayupo na wewe, ameshakuacha. Kwa hiyo yupo tu anaendelea kukuangalia namna unavyoenda na maisha yako, anajaribu kujipa muda, labda huyu mtu atajirekebisha, nirudishe moyo wangu nyuma, lakini anaona tu unaendelea kufanya mambo yale yale, unaendelea kufanya mambo yale yale. Kumbuka, mwenzako ameshaanza kukuacha taratibu. Kiroho hayuko na wewe, lakini kimwili anarudi pale nyumbani kulala kila siku. Na wakati mwingine mwanaume huwa anaanza kufanya mchakato wa kutafuta mwanamke mwingine, wewe ukiwepo pale, na atakapompata mtu ambaye anahisi wanaendana, ndio hiyo utasikia mwanaume amehama nyumbani, kahamia kwa huyo mwanamke, kwa sababu alishajipa muda sana wa kukuvumilia, lakini akaona hapana, hakuna chochote unachobadilika. Kwa hiyo nikwambie tu mwanamke, jifunze kuwa mtu wa kujirekebisha. Yaani usitake kuwa malaika, usitake kunyenyekewa, usitake kujidekeza, kwa sababu wakati mwingine kujiendekeza kwako wewe mwenyewe kutakufanya usirekebike. Wakati mwingine kubali kabisa hata wewe kwamba mimi, kwa nini mume wangu anaongea hiki kila siku? Nina changamoto gani? Nina shida gani? Kaa chini ujitafakari. Mwanaume wako anapokuambia makosa yako, usianze kulia ukajitirisha huruma. Kaa usikilize kwa makini. Weka umakini katika makosa ambayo mumeo anakuambia, mke wangu kwenye hili 1 2 3 unakosea, ili ukae chini ujitafakari uone, je, una changamoto upande huo au huna changamoto? Lakini matokeo yake kuna wewe ambaye kila siku kazi yako ni kusema hapana, wewe unanitafutia sababu, wewe unafanya hivi. Ni kwa sababu unaona unaonewa. Lazima uone mume wako anakutafutia sababu pale anapokuambia makosa yako, kwa sababu wewe unaona unaonewa. Pale ambapo unatanguliza machozi mbele, maana yake unaona kabisa mume wako hakutendei haki. Kwa hiyo hata kama anakuambia jambo ambalo linapaswa wewe ukae chini ujifikirie na uone una changamoto, hutokuwa na huo muda, kwa sababu cha kwanza unaona kabisa mumeo ni mtu anayekutafutia sababu. Naomba nikwambie tu kitu kimoja. Mwanaume ndio aliyekuoa. Mwanaume ndio ana mamlaka ya kukuacha. Kwa hiyo hauwezi kuanza kutafuta sababu ambazo hazipo jamani. Mwanaume akiamua kukuacha, mbona anakuacha tu? Mbona ni rahisi kwa mwanaume kuamua kukuacha? Haina haja ya mwanaume kuanza kuongea na wewe sijui kukutafutia sababu, haina haja. Mwanaume akiamua kukuacha anakuacha tu, kwa sababu yeye ndo aliyekuoa na yeye ndo anaweza kaamua kwamba ondoka kwenye maisha yangu. Kitendo cha mwanaume kuwa mtu wa kukwambia
na kukurekebisha. Anakwambia mke wangu 1 2 3 rekebika. Maana yake anataka urekebike, bado ana matumaini na wewe, anataka kuendelea kuishi na wewe. Mwanaume ambaye anakaribia kukuacha huwa ananyamaza kimya, anakuangalia tu vitu unavyovifanya. Kama alikuwa analalamika zamani, sasa hivi haongei tena. Kama alikuwa anakwambia hiki hapana, sasa hivi anaacha. Akirudi yeye ni kimya, anakutazama tu. Kila unachokifanya, vile vitu vyote ambavyo alikuwa anakukataza hata ukivifanya sasa hivi, yeye huwa hazungumzi, kwa sababu anatafuta hiyo sababu ambayo unadai wewe anatafuta sababu. Ni kweli ataacha kukwambia kwa sababu anataka uje ukosee vizuri kabisa, iwe ndio tiketi ya wewe na yeye kuachana. Lakini kwa huyu mwanaume ambaye anakuelekeza, mke wangu 1 2 3 rekebika, sidhani kama kuna mtu anaweza kaanza kutafuta sababu kwenye hilo. Akikwambia mke wangu wewe jifunze kuniheshimu, mke wangu wewe hautii mamlaka yangu, mke wangu wewe unafanya hiki, unaanza kuona na kutafutia sababu. Mpaka mtu akakaa chini akaona kuna sababu ya kukupa wewe, maana yake sababu ipo. Atakutafutiaje sababu? Na anakwambia rekebika. Hajaweka makosa yako pale asema umekosea 1 2 3 mimi na wewe tuachane. Hapana, amekwambia mke wangu rekebika. Wanawake wengi hatujui namna ya kujirekebisha. Tunakataa kurekebishwa na waume zetu. Tunakataa kubadilika, na hayo ndio matokeo yake yanayokuja kwenye maisha yetu, ni kuachwa na wanaume. Mwisho wa siku unaweza ukaanza kupiga hesabu useme hapana, yani sikuwahi hata kumsaliti, yani sikuwahi hata kumfanyia nini, lakini aliniacha. Alikuacha kwa sababu wewe unataka kukaa kwenye nafasi ya mwanamke ambaye yeye hawezi kuishi naye yeye binafsi, kwa sababu namna anavyokuambia nataka hiki na hiki na hiki, yeye ndio kipaumbele chake. Anatamani mwanamke wake awe vile. Kwa hiyo kwa kuwa umekataa kuwa hivyo, manake anajua kabisa mimi huyu mwanamke sio wa kwangu. Mimi sio chaguo la huyu mwanamke, hanihitaji, ndio maana hawezi kunisikiliza. Huwezi kusema mwanaume aishi na wewe kwa amani ikiwa wewe huwezi kutii mamlaka yake, ikiwa wewe huwezi kuishi kwenye sheria zake, ikiwa wewe huwezi kujirekebisha kwa ajili yake, ikiwa wewe huwezi kujifunza kuwa mke wake, kwa sababu amesha kuona una changamoto. Hajaamua kukutwisha mabegi ya kurudishe kwenu kwamba nenda ndugu zako wakakufundishe heshima, wakakufundishe kuishi na mume. Ameamua kuchukua hiyo nafasi yeye mwenyewe kama mume wako, akutunzie hiyo aibu. Akwambie mke wangu fanya 1 2 3, mke wangu hapa unafeli, hiki unakosea, hiki unakosea. Kazi hiyo ilikuwa ni ya wazazi wako. Lakini leo hii wazazi wako walifeli mpaka mume wako amekuoa uko ndani kwake, bado una hizo changamoto. Mwanaume wako ameamua kwamba sitomrudisha mke wangu kwa wazazi, nitaamua mwenyewe kumrekebisha na kumbadilisha. Anakuambia 1 2 3, mke wangu hauko sawa, jirekebishe, unanuna. 1 2 3, mke wangu kwa nini unafanya hivi, unanuna. Wiki hamsemeshani na mumeo, unalala unajitenga, unahama unaenda kulala kwenye chumba cha watoto, unafanya tu vituko ambavyo vinaashiria kwamba mumeo amefanya makosa kuzungumza na wewe. Kwa hiyo inafika wakati mwanaume anajifunza kwamba huyu mwanamke nichague haya mawili, kuishi na yeye kama anavyotaka yeye, au nitafute mwanamke ambaye anaweza kuishi kama ninavyotaka mimi. Kwa hiyo mwisho wa siku haya machaguo mawili ndio huwa yanaamua. Mwingine anaamua bora nitafute mwanamke ambaye anaweza kuishi kama ninavyotaka mimi, siwezi kuishi kwenye utaratibu wa mwanamke. Matokeo yake wewe utaachwa. Kwa sababu wewe kukataa kubadilika kwa sababu ya mwanaume, unamaanisha kwamba unataka mwanaume aadapti mfumo wako wewe, aishi kama wewe unavyotaka. Lakini yeye anapokuambia mke wangu 1 2 3 umekosea, maana yake anakufundisha uadapti mfumo wake, uishi kwenye misingi yake, ujue hivyo ndio vitu ambavyo yeye anataka kutoka kwa mke wake. Ukikataa kumpa, maana yake anaona ni afadhali nitafute mwanamke ambaye anaweza kunipa hivyo vitu, anayekubali kuwa mwanamke wangu. Lakini huyu ambaye anataka mimi ndio nikubali kuishi na yeye kama alivyo, hiyo haiwezekani. Tabia sio kilema kwamba hakiwezi kubadilika. Tabia sio ugonjwa kwamba hauwezi kutibika. Unaweza kuamua mwenyewe kukaa chini ukajipangia ratiba zako, kukaa chini ukajichunguza na ukajua kwamba kama kwenye hili 1 2 3 ndio linalonifelisha, hebu nibadilike. Kama mwanaume wako anakutafutia sababu, kwa nini usibadilike kwanza kisha uone, je, alikuwa ananitafutia sababu ama ni kweli? Mimi sidhani kama mwanaume amekwambia badilika, ukibadilika ataendelea kuongea. Hakuna. Kama ametaka ubadilike, maana yake anataka urekebike. Badilika kwanza, ndipo uanze kujaji kwamba huyu mwanaume alikuwa ananitafutia sababu, baada ya kuona umebadilika na hakuna chochote ambacho kimebadilika kwenye ndoa yenu. Lakini ukiona umebadilika na maisha yamekuwa ya amani, ujue hicho ndicho mwanaume alichokuwa anakitaka. Mwanaume sio mjinga. Mara nyingi mwanaume huwa anajua anachokitaka kwa mwanamke, na ndio maana anakupa mikakati yake, anakupa sheria zake,
anakuwekea mipaka kwamba nataka 1 2 3 kutoka kwako, hiki 1 2 3 mwenzako sipendezewi nacho. Kwa hiyo ukikataa ni wewe, na ukiamua kukubali mtaendana vizuri sana. Wanaume ni watu wa rahisi mno endapo ukiishi kwa kumuelewa mwanaume wako. Mara nyingi sana nimekuwa nikiwaambia wanawake kwamba kila mmoja amfahamu mume wake ni mtu anayependa nini. Utaepusha matatizo na changamoto nyingi ndani ya ndoa yako endapo utakuwa unajifunza kumfahamu mumeo na kujua kwamba anapenda nini, hapendi nini. Kwa sababu mwanaume sio kichaa, kwamba ataanza kukutafutia sababu ambayo ipo nje ya vitu anavyovipenda. Sio kweli. Wewe ukiamua kuishi kama yeye anavyotaka, nini kitakachopungua? Pale ambapo atakwambia mke wangu hizi tabia ni mbaya na ukaamua kuachana nazo, kisha uishi kwenye tabia ambazo yeye amekupa kwamba ishi hivi mke wangu, hivi vitu achana navyo. Ukiamua tu kufuata ule mkondo ambao yeye amekuelekeza, unafikiri mtagombana tena? Kwa sababu mtakuwa mnaelewana. Kwa sababu mtakuwa mnatembea safari moja. Kwa sababu anajua huyu mtu ni msikivu, kwa sababu anajua huyu mtu tunaelewana. Lakini sasa kama unakataa kurekebika, kweli utamwona mumeo anakutafutia sababu. Rekebika kwanza, kisha uanze kusema mumeo anakutafutia sababu. Jamani wanawake, tujifunze kuwa watu wa kutubu makosa yetu ili iwe sababu ya sisi kubadilika. Tujifunze kuwa watu wa kukubali changamoto zetu, tusitafute sababu, na tukubali kuwa watu wa kukosolewa. Wewe sio malaika na kuna wakati utafanya makosa. Mwenzako akikukosoa akikwambia hapa na hapa unafeli, rekebika, kubali kwamba ni kweli mimi nina changamoto hapa, acha nijirekebishe. Hakuna mtu ambaye ataanza tu kukutoa we kasoro ikiwa huna kasoro yoyote. Na kama atakuwa anataka kukutafutia sababu, basi anaweza kuamua tu hata kuondoka nyumbani. Anaweza akakwambia nenda kwenu, anaweza akakwambia chochote kwa sababu yeye ndio aliyekuoa. Tujifunze kuwa watu wa kubadilika, na huu ndio ujumbe wangu wa leo.